Kwa majina naitwa Victor John Kayombo, mkazi wa Mbinga mjini katika mtaa wa Kiwanjani. Leo hii nimechukua na ninakuja kurudisha fomu katika nafasi ya udiwani katika kata ya Mbinga mjini. Sasa ni kwa nini nimeamua kutia nia? Mimi nikiwa kama mkazi wa hapa, mtoto wa hapa katika kata ya Mbinga mjini, ninayafahamu matatizo yaliyopo toka utoto wangu na changamoto za hii kata, ambapo kwa kweli ilikuwa ni kiu yangu siku moja niweze kusimama na kuwa mtetezi kwa zile kero ambazo naona ni muda mrefu zinashindwa kutatulika. Lakini kubwa, pamoja na yote, najua siwezi kufanya kazi peke yangu bila wakazi wenyewe wa Mbinga mjini. Mojawapo ya sababu ni kuwaunganisha wana Mbinga mjini kwa pamoja katika kuleta maendeleo ya Mbinga mjini, kutoa tofauti za makundi ambazo kwa kweli inakuwa ni kero. Sasa hivi imeanza kuibuka makundi mbalimbali kutokana na watu kuwa na hayo makundi. Kwa hiyo ninaamini kama nikipata nafasi hii nitatoa mfano kwa kuwaunganisha wananchi, na katika kuwaunganisha, manake hapo itakuwa ni mwanzo wa kuleta maendeleo ya dhati katika mji wa Mbinga. Nashukuru, nafikiri na mwandishi kama ulivyosema kwamba watu wananitambua kama mwalimu lakini pia mtu wa michezo. Swala hilo la michezo sijalizungumzia, lakini ninafahamu kabisa kipaumbele chake ni kipi. Mimi na michezo ni kama samaki na maji. Kwa hiyo kwa kupata nafasi hii, si kwa kutegemea Mbinga mjini peke yake, mpaka kata za nyingine zote za mji wa Mbinga zitegemee mazuri sana, kwa sababu naamini katika michezo tunaweza kuibua vipaji vingi, tukasababisha ajira, licha ajira tukajenga afya, na pamoja na hayo tukaleta maendeleo ya dhati. Na katika hilo sitakuwa na mzaha. Kwa kweli Mbinga tuna watu wengi, tuna vijana wengi wenye vipaji, lakini hakuna mtu anayeibuka katika kuwasaidia katika swala zima la michezo. Wito wangu katika Chama cha Mapinduzi, kwa sababu watia nia ni wengi, na kama ilivyotamkwa katika mikutano mbalimbali ukianziwa na comrade wetu mkuu Mama Samia Suluhu Hassan, tushikamane katika kipindi hiki. Hakuna haja ya kulumbana, hakuna haja ya kugombana, tusimame imara, tusubiri pale mchujo atakapokuja. Basi baada ya pale atakayeshika kijiti, na naamini kwamba mimi nitashika kijiti, basi tusonge mbele katika kujenga Chama cha Mapinduzi na nchi yetu.